eneo la tukio tumekuta crown na kiatu kilichochanika. Lakini ukiangalia mti hakuna sehemu iliyoharibika, hakuna jani lililokatika na kishimo dogo wanalosema kwa ndo radi imegonga chini. Tunabaki kwenye maajabu hayo. Askari wawili wa kikosi cha usalama barabarani ambao ni Koplo Nyamoko Joseph pamoja na Isa Masudi Ali walikuwa wanafanya kazi katika kituo cha polisi Mirerani katika mji mdogo wa Mirerani wilayani Simanjiro mkoani Manyara wamefariki dunia baada ya kupigwa na radi wakiwa kazini katika eneo la Samax. Jina langu naitwa Sakina, mkazi wa Mirerani, kitongoji cha Kilimahewa. Hapa nipo kwenye msiba na kuna misiba miwili, yote ni ya radi. Radi imepatikania sehemu fulani ya Samax, kama unaenda Majengo. Kwa hiyo hawa vijana wote wawili ni maskari wamefariki kwa jana. Kwa hiyo hapa wanataka kusafirishwa. Mmoja unaenda Zanzibar, mwingine unaenda Mwanza. Umetuhuzunisha sana. Kweli hatujapokea kwa vizuri. Kuhusu sala la radi, kweli imetushangaza. Hatujawahi sikiaga radi huu mkoa. Hatujawahi sikia hata siku moja kitu kinaitwa radi. Kwa hiyo mbaya zaidi kuwapiga watu wawili na ndo walikuwa hapo barabarani. Kwa hiyo wajane wanaongezeka. Wameacha wake na watoto wadogo. Mwingine hata mke hana, ndo wameoa. Kamanda wa polisi mkoani Manyara Ahmed Makarani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, na hapa tupo katika kata ya Endia Mtu iliyopo katika mji mdogo wa Mirerani katika wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, ambapo hapa ni nyumbani kwa askari ambaye anafahamika kwa jina la Isa Masudi Ali, ambaye pia ni miongoni mwa askari ambao walifariki katika tukio hilo la ajali ya radi, na mwili huo unasafirishwa hapa, utapelekwa pale katika uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA kwa ajili ya kusafirishwa kuelekea kule Zanzibar kwa ajili ya taratibu nyingine za maziko. Ahmed Makarani ndio mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara. Hapa ni nyumba ya marehemu Isa Masud. Kinachoendelea hapa sasa, tuko katika matayarisho ya mwisho ya kuchukua mwili kuelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kusafiri kwenda Pemba. Kila kitu kwa ujumla kimeshakuwa tayari mpaka hapo. Vijana hawa wawili, huyo Isa pamoja na mwenzake, walikuwa kazini. Wao ni askari wa traffic, kwa hivyo walikuwa kazini pale hii barabara ya kuelekea KIA. Wapi unasema Mirerani KIA. Walikuwepo pale kama kawaida wakiwa kazini kwao. Sasa kulikuwa na mvua ndogo, ikatokea radi ikawapiga, ndio ikawa mwisho wa maisha yao hapo. Hapa ni kwenye eneo ambapo walifariki askari wawili wa jeshi la polisi baada ya kupigwa na radi wakiwa kazini. Naitwa Irene Masimba na hapa tumefika eneo la tukio ambapo walisema radi imepiga wale maskari, lakini cha kushangaza hakuna mtu katika, hakuna jani liloumia, hakuna kitu chochote, lakini tunaambiwa wenzetu wamefariki. Na tumekuta baadhi ya vitu kama nembo ya kichwani, kiatu kilichochanika na ile nembo ya kichwani. Tunaomba kile nini cha kichwani. Tumekuta na crown. Kwenye eneo la tukio tumekuta crown na kiatu kilichochanika. Lakini ukiangalia mti hakuna sehemu iliyoharibika, hakuna jani lililokatika na kishimo dogo wanalosema kwa ndo radi imegonga chini. Tunabaki kwenye maajabu hayo. Tumesikitika sana kuhusu ndugu zetu kuondoka, vijana kazi, nguvu kazi ya taifa. Tuwaombee tu wapumzike kwa amani. Hiyo moja.